leo. Mimi ni Hamis Mohamed na hii ni Hope News ya Hope Channel Tanzania. Watumishi wastaafu waliowahi kufanya kazi katika jimbo la Nyanza Kusini wamepongeza uongozi wa jimbo hilo kwa kuwakutanisha na kupata chakula cha pamoja, huku wakisema kuwa pamoja na kustaafu lakini bado wako tayari kushiriki katika kazi ya Mungu. Taarifa ya kwake Hussein Karia kutoka Mwanza inatujuza zaidi. Ni katika kikao kilichowashirikisha viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini na watumishi wastaafu jimboni humo, ambapo kikao hicho pamoja na mambo mengine kinafanya uchaguzi na kutoka na viongozi. Na hapa nazungumza na mwenyekiti wa wastaafu jimboni SNC aliyechaguliwa hivi leo, Mchungaji William Buse, na hapa nasisitiza jambo. Leo tumekuwa na siku njema sana, na hasa kwa wastaafu, baada ya uongozi wa conference hii kuwa na wazo la kutuita pamoja wastaafu wote, wachungaji na wainjilisti wa vitabu. Kwa kweli tukio hili limekuwa la kipekee sana, ambalo kwanza limekuwa jipya kwetu, hatujawahi kuliona tangu niwe mchungaji katika kanisa hili. Basi kwa nafasi hii nitumie nafasi hii kuwashukuru viongozi wa conference kwa kutukumbuka, kuja kututia moyo katika maisha tunayoishi ya ustaafu. Ni shauri kwamba tunapokuwa kazini katika kazi ya Bwana hatuzuiliwi kuandaa kile ambacho kitatusaidia kuingiza kipato wakati tutakapostaafu. Kwa hiyo ni washauri, narudia, wasibweteke, waweke kaakiba kwa ajili ya makazi, waweke kaakiba kwa ajili ya miradi midogo midogo itakayowasaidia kuingiza kipato. Mchungaji Isaac Maige ni mwenyekiti mstaafu katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Hapa anaeleza ya kufanya kabla ya mtu kustaafu, hasa ukiwa mtumishi ndani ya kanisa. Kwa kweli kabla ya kustaafu ni lazima sisi wachungaji tuelewe kilichoko mbele yetu, kwamba tutastaafu na kazi zetu tuzifanye kwa bidii, na ikiwezekana hata kufanya maandalizi utakapostaafu ni wapi utakapokaa, na pia kujua ya kwamba maisha ya ustaafu yakoje na maisha kazini yakoje. Bi Mary Kabinza na Tabitha Majenga wanaeleza vile ambavyo maisha ya ustaafu yalivyo, huku wakisema kwamba pamoja na kustaafu wataendelea kufanya kazi ya Mungu hadi mwisho. Na unapokuwa unaingia katika utumishi, uelewe kwamba kuna siku moja utastaafu. Kwa hiyo ninawaasa wastaafu watarajiwa waweze kujipanga kwa ajili ya maisha ya ustaafu. Tunashukuru sana. Sisi bado tuna nguvu, kama mnavyoniona bado nina nguvu, na tutatenda kazi, maana unapostaafu lakini Roho wa Mungu bado anafanya kazi. Kustaafu ni mpaka pale unapolala mauti. Kwa hiyo kazi tutaifanya, tutapiga kazi. Kwa upande wa mkurugenzi wa idara za kichungaji jimboni SNC, Mchungaji Marco Barnabas, anaeleza vile ambavyo waliamua kuwaita wastaafu hao. Tumeona ni vyema tukae na wazee wetu waliofyeka mapori, tupate nasaha zao na mashauri yao kwa ajili ya kufanikisha kazi katika jimbo letu la South Nyanza Conference. Tunamshukuru sana Mungu kwa mwitikio wa pekee ambao umeonesha umoja na ushirikiano. Je, nipi kauli ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini? Hapa Mchungaji Musa Nzumbi anabainisha na kusisitiza yale ambayo wanatamani kutoka kwa wastaafu. Kwa hiyo tunaendelea kuomba tuendelee kushirikiana nao ili mambo makubwa yaweze kufanyika katika jimbo letu. Ninatoa wito pia ya wale ambao wako kazini waendelee kujiandaa, maana kuna siku watastaafu. Ni vizuri kujiandaa, tafuta eneo kwa ajili ya kuishi, weka mikakati ya namna utakavyostaafu ili baadaye kazi hii ya Mungu isiweze kupata aibu. Kutoka hapa jijini Mwanza zilipo ofisi za makao makuu ya jimbo la Nyanza Kusini, mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania. Idara